Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Moto mkubwa umeripotiwa kuzuka katika eneo la Gadi lililoko karibu na posta ndani ya manispaa ya Iringa na kusababisha zaidi ya vibanda 30 kuungua moto katika eneo la soko mkoani Iringa, ambapo hasara kubwa kwa wafanyabiashara waliokuwa wakitumia vibanda hivyo kwa shughuli zao za kila siku. Kasako Media imefanikiwa kuongea na mratibu mwandamizi kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto Jacqueline Mtei mkoa wa Iringa. Amesema tukio hilo limetokea majira ya saa 5 usiku wa kuamkia leo Machi 16, ambapo moto huu ulianza kusambaa na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali pamoja na bidhaa zilizokuwa ndani ya vibanda hivyo. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutokea katika eneo la tukio, moto huo ulizuka ghafla na kusambaa kwa haraka katika vibanda hivyo vilivyojengwa kwa vifaa rahisi, hali iliyofanya juhudi za uzimaji wa moto kuwa ngumu katika hatua za mwanzo. Na mashuhuda waliokuwepo katika eneo hilo wamesema moto huo umezuka ghafla na kuanza kuteketeza vibanda kadha kabla ya wananchi na vikosi vya zimamoto kufika kujaribu kuudhibiti. Hadi sasa chanzo cha moto huo bado hakijafahamika mara moja, huku juhudi za tathmini ya hasara zilizotokana na tukio hilo zikiendelea kufanywa na mamlaka husika. Hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu kuwepo kwa majeruhi au vifo kufuatia tukio hilo, wakati wafanyabiashara waliopoteza maisha au mali zao wakielezea masikitiko yao kutokana na hasara walioipata. Mamlaka za eneo hilo zimeanza uchunguzi ili kubaini chanzo cha moto huo na kuchukua hatua stahiki ili kuzuia matukio kama hayo kutokujirudia. Kwa kuungana na mratibu mwandamizi Jacqueline Mtei ambaye ni kamanda wa jeshi la zimamoto mkoani Iringa, hapa anaelezea. Taarifa ni kweli tulipata tukio la moto jana usiku majira ya saa 5. Ndio. Alikuja mtu pale kituoni kwetu anaitwa Mr. Shedrack, akasema kwamba kuna moto maeneo ya Garden ambapo pana vibanda vya biashara vya tunaweza kuita Masai Market area ambao wanauza vitu vya asili na urembo. Ndio. Kwa hiyo shift ilivyoenda pale kweli kakuta moto tayari ni mkubwa, kwa hiyo wakazima kwa zile saa 5 mpaka majira ya saa 8 kuelekea saa 9 ndio tulifanikiwa kuzima. Ndio. Na lile eneo lina almost vibanda 50. Ndio. Na ile line moja ya vibanda 20 ndio iliyoathirika. Okay. Line ya mbele yake na vivyo vinavyoendelea havikuathirika. Kwa hiyo approximately vibanda 20 vimeathirika, vibanda 30 vimeokolewa. Okay. Na kama tunavyofahamu vibanda hivi vilikuwa vimejengwa kiutamaduni zaidi, ambao vilikuwa vimejengwa kwa mbao na kule ndani kulikuwa kuna vifaa, yani biashara yao mara nyingi ilikuwa imebezi kama kwenye kiutalii fulani hivi na kiutamaduni. Ndio. Kwa hiyo vile vifaa kwa moto ni chakula cha moto na kitu ambacho kinaenea kwa haraka, ndio maana kasi pia ya kuenea kwenye ule mstari mzima vile vibanda 20 ilikuwa ni kasi ya haraka sana, na sisi lengo tulipofika tukawa tunajitahidi hadi kudhibiti usienee kwa vile vibanda mstari wa pili mbele yake na vile vinavyoendelea. Ndio. Kwa hiyo kwa kifupi taarifa ni hiyo, kweli tukio limetokea. Na takribani vibanda hivyo 20 ndio vimeungua. Okay. Na sasa hivi uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo, kwa sababu majira yaliyotokea pale ni majira ambayo tayari karibia watu wengi wameshafunga biashara, walikuwa labda ni wachache ambao ni mashuhuda wanaendelea kutupa taarifa ili kuweze kutambua chanzo kilikuwa ni nini kilichopelekea ule moto kuwaka na kuenea kwa haraka. Okay. Na hali kwa sasa ipoje? Je, kuna majeruhi au waliopoteza maisha? Kwa sababu ni usiku, kulikuwa watu wameshaondoka wengi. Kwa hiyo na aliyegundua hilo tukio alikuwa ni mlinzi. Kwa hiyo hakuna majeruhi ambaye alikuwa ndani, kuna ambaye aliathirika kwenye lile tukio la moto labda kwa kuungua au kupata majeraha yoyote. Okay. Hakukuwepo. Maana tukio aliliona mlinzi, akaenda kumuita mlinzi mwenzie, ndio akamuita mwenyekiti wa lile eneo kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo kwa majeruhi waliopata labda ile kutokana na mali zao, mtu ameumia, amepata ghadhabu kutokana sababu mali yake imeungua, lakini direct kuungua kwenye tukio au kupata majeraha ndani ya tukio lile lilivyotokea mpaka sasa hivi hakuna. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.